Mtazamaji wa Mtwara Online TV, tunakukaribisha sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu, kipindi ambacho kimebeba falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Leo hii na jina mimi ni Mohamed Kemkem na nimebahatika kukutana na Kaimu Meneja wa PBZ Mtwara, na tutazungumza naye hapa mambo kadha wa kadha kuhusiana na maendeleo ya mkoa wetu wa Mtwara, lakini pia huduma mbalimbali ambazo PBZ Bank wamekuwa wakizitoa kwa wananchi pamoja na wanamtwara katika kuchochea falsafa hii ya Mtwara na uwekezaji. Karibu sana ndugu Nassor, uweze kushirikiana nasi kwenye kipindi chetu hiki siku ya leo, na hakika tunaamini tutaweza kupata vitu vingi sana ambavyo wanamtwara pamoja na wananchi na wateja wenu watakuwa wamenufaika navyo. Karibu sana. Asante ndugu mtangazaji, ndugu Kemkem kutoka Mtwara Online TV, kupata fursa ya kukaribishwa katika kipindi chenu pendwa cha Mtwara na uwekezaji. Na kama sisi PBZ tunapatikana katika mkoa wa Mtwara, tumeona tuitumie fursa hii kuelezea huduma ambazo zipo kedekede kwenye benki yetu ya Zanzibar katika upande wa uwekezaji. Naam, labda pengine tunapozungumzia falsafa hii ya Mtwara na uwekezaji, nyinyi kama benki ya watu wa Zanzibar mnaishi vipi katika kuishi kwenye hii falsafa? Karibu. Jambo la kwanza ambalo sisi tunalifanya kuonyesha ama kuzitangaza fursa ambazo zinapatikana katika benki yetu ya Zanzibar PBZ, kuwaelezea wateja wetu, wananchi kwa ujumla, kuzijua fursa ambayo kupitia benki yetu ya Zanzibar wanaweza kuinuka kiuchumi kupitia benki yetu ya Zanzibar kwa kutumia huduma zetu bora ambazo tumeziweka, ambazo zinatija, zina faida kubwa kwa mteja, ambayo inakuwa ni uwekezaji ambao wamefanya. Na sasa hivi tunayo huduma mahususi kwa ajili ya uwekezaji ambayo imeanzia katika kupitia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, imeanzisha Zanzibar Sukuk, ambazo sasa hivi ndio habari ya mjini, watu wanapata fedha kwa urahisi kwa ajili ya kuwekeza katika uwekezaji unaofuata sheria na taratibu za Kiislamu katika kuwekeza. Kwa hiyo tunaita Zanzibar Sukuk. Naam, labda mtazamaji, kama unavyoweza kusikia, tumemsikia hapa Kaimu Meneja akizungumzia kwamba wao wanaishi falsafa hii ya Mtwara na uwekezaji, lakini kwa namna ya kipekee wamekuja na programu maalum, kwa maana kampeni maalum ambayo kwa sasa inatoa uhamasishaji kwa wateja wa benki ya watu wa Zanzibar pamoja na Watanzania wote kwa ujumla kushiriki katika programu hiyo ya Sukuk, ambayo kimsingi inaenda kuongeza tija ya uwekezaji na fursa ya kimaendeleo kwa wateja na wananchi ambao wanapata huduma kupitia PBZ Bank. Pengine programu hii tunaposema Sukuk ni programu ya aina gani na inaenda kuleta mapinduzi kwa namna gani kwa wateja na lengo lake ni nini kasi? Karibu. Zanzibar Sukuk ni uwekezaji ambao unafanywa kwa kufuata sheria hati fungani ambazo mteja anawekeza kwenye benki ya Zanzibar kupitia Zanzibar Sukuk. Hii Zanzibar Sukuk ilianzishwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuelekea kufinance miradi mikubwa ya kimaendeleo. Kama unavyojua, Zanzibar ndani ya miaka minne imekuwa ukuaji wake wa uchumi karibu 7.6%, ambayo ni kubwa kulinganisha na miaka mingi ambayo tumetoka. Zanzibar imejenga zaidi ya kilomita 600 za barabara ya lami Zanzibar, lakini zaidi ya madarasa 2000 yamejengwa. Na hii miradi yote ya kimaendeleo inahitaji fund, inahitaji fedha. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ikaona kwamba kuwashirikisha wananchi kuweza kuchangia maendeleo ya nchi yao, lakini wakati huo baada ya kuchangia lakini unapata faida katika huo uwekezaji. Jambo la kwanza, faida kubwa katika Zanzibar Sukuk, kwanza inafanya miradi ya maendeleo, lakini pia utakuwa unapata faida katika huo uwekezaji. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mteja atachangia miradi ya maendeleo, lakini ndani ya uchangiaji wake hule katika uwekaji wa fedha yake inaenda kuleta mwitikio chanya au inaenda kuleta faida kwa ajili yake. Naam, hiyo nachokisema ni sahihi. Awamu ya kwanza ya Zanzibar Sukuk inatakiwa kukusanywa trilioni 1 na bilioni 115. Kwa hiyo imeletwa sasa kwa wananchi kukusanya hizi fedha kwa ajili ya kwenda katika miradi ya maendeleo. Na huu uwekezaji unapata, mteja anapata faida ya 10.5 kwa mwaka.
na atapata gawio la faida kwa kila baada ya miezi 6. Lakini pia kwenye upande wa shilingi, kianzio unaanzia milioni 1 kuwekeza. Kwa hiyo unaweza kuwekeza milioni 1 na kiwango chochote ambacho mteja atakuwa anaweza kuwekeza. Lakini pia hatujawaacha kwenye diaspora ama watu ambao wanatumia dola. Kwa hiyo pia ukitaka kuwekeza, kianzio ni dola 385 ambao faida utapata 4.2% kwa mwaka, ambayo utapata gawio la kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo unaweza kuona tumechangia kupatikana fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo katika nchi yetu, na hii Zanzibar Sukuki ni sukuki ya kwanza Afrika Mashariki kwa serikali kuissue. Kwa hiyo kwanza una uhakika wa unawekeza kama mzalendo katika nchi yako. Hizi fedha ambazo zitapatikana zitaenda katika miradi mbalimbali, kwa mfano ujenzi wa bandari ya Mangapwani Zanzibar, madarasa, barabara na miundombinu mingine ambayo inaleta tija katika nchi. Kwa hiyo hapa unaweza kuona umechangia, lakini pia unapata faida ya 10.5% kwa mwaka ikiwa umewekeza kwenye shilingi, na kama utakuwa umewekeza kwenye dola utapata 4.2% kwa mwaka, na utapata gawio kila baada ya miezi 6. Naam, labda pengine sasa tunashuhudia kuona wateja wengine ambao wako Mtwara wanatamani kujua kwamba pengine wanapoiwekeza kwenye miradi hiyo wao automatically wanapata faida ile ile, au kwamba hii ni wale tu ambao wako upande ule wa miradi ya maendeleo ambayo inaendelea katika sehemu nyingine. Zanzibar Sukuk imeanzishwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, lakini Zanzibar ipo katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kama diaspora ambayo iko nje ya nchi anaweza kuwekeza, kwa nini Mtanzania ambaye yuko Mtwara asiweze kuwekeza katika hii Zanzibar Sukuk? Kwa hiyo iko free kuchangia maendeleo ya nchi, lakini wakati huo unapata faida. Kwa hiyo wanamtwara, tuichangamkie hii fursa ya kuweza kufanya maendeleo ya katika nchi zetu, lakini pia utakuwa unapata faida kulingana na uwekezaji wako uliofanya kupitia Zanzibar Sukuk. Naam, labda pengine sasa tunatamani kufahamu mnapozungumza kwamba kuwekeza, pengine kuna kikomo cha uwekezaji au kuna muda ambao tutasema kwamba mkataba huu sasa utaishia baada ya miaka 7 au miaka 6 au miaka fulani katika ule uwekezaji wako, ikoje hiyo? Lakini pia je, mtu kama anatamani sasa kutoa sehemu ya hisa zake akapeleka kwa mtu mwingine, au kama bwana, mimi hisa yangu hii niliwekeza milioni 200, naamua milioni 4 hii niuze, au milioni 100 niuze, nibakie na 100, hii ikoje pia? Hiyo pia nayo, hii Zanzibar Sukuk iko flexible. Kianzio unaanzia milioni 1 na kiwango cha mwisho ni pale ambapo utasema hizi naweza kuwekeza, lakini unawekeza kuanzia milioni 1, milioni 2, milioni 3, milioni 4 kwenye round figure. Yaani sio milioni 1 na 200,000, ni milioni 1, milioni 2, milioni 3 na kuendelea. Lakini uwekezaji huu unaenda kwa miaka 7. Ukiweka leo kwenye Zanzibar Sukuk ni period yake ni miaka 7, lakini haikufungi kwamba katikati labda umewekeza ndani ya miaka 2 au 3, unataka kuuza Zanzibar Sukuk, unataka kuuza zote ama unataka kupunguza. Maana yake tumeweka utaratibu kupitia Dar es Salaam Stock Exchange, unaweza kupunguza. Sasa hivi nimewekeza milioni 10, lakini nataka kupunguza nibakiwe na milioni 5. Kwa hiyo utauza zile 5 na utabakiwa na 5. Kwa hiyo iko flexible, unaweza kupunguza ama kwa sasa katika kwenye kuongeza itakuwa tunasubiria vipindi. Maana yake kipindi cha mwanzo Zanzibar Sukuk imezinduliwa tarehe 22 mwezi wa pili, na tunategemea tutaifunga mwezi Aprili tarehe 11. Kwa hiyo kipindi hiki tunahitaji trilioni 1 na bilioni 115. Kwa hiyo ikipatikana kwa kipindi hiki tunafunga dirisha la kwanza. Okay. Kwa hiyo tutasubiria uwekezaji wa pili, window la pili ambalo litakuja baada ya hii awamu ya mwanzo. Kwa hiyo unaweza kuuza ukapunguza ama ukauza zote kupitia Dar es Salaam Stock Exchange. Kwa hiyo tuko flexible. Naam, labda pengine mtazamaji, unachotakiwa kuelewa ni kwamba tupo kwenye kipindi cha Mtwara Yetu, kipindi ambacho kimebeba falsafa ya Mtwara na uwekezaji, na hapa tunazungumza na ndugu zetu hapa kutoka Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ tawi la Mtwara, na tunazungumza mambo kadha wa kadha yanayohusiana na maendeleo ya mkoa wetu wa Mtwara, lakini ni namna gani wateja pamoja na wanamtwara wanaweza kufanya uwekezaji ambao unaweza ukawaletea tija
na kuwapa maendeleo zaidi. Pengine sasa tukiwa tunaendelea na kipindi hiki, tunaona na tunashuhudia nyinyi ni miongoni mwa benki ambayo imeshiriki katika msimu wa korosho uliopita wa 24 25, na tumeona record ya kwanza ya uzalishaji ikiwa inapaa kutoka chini kabisa. Uzalishaji umekuwa ni mkubwa. Pengine kwenu mnahisi tija gani mnaweza mkaizungumza nyinyi kama benki ya watu wa Zanzibar, na mlishiriki kwa kiasi gani kuhakikisha wakulima wa ukanda huu au wa mkoa wetu wa Mtwara ambao wameshiriki kwenye korosho wameweza kupata elimu nzuri ya fedha, ndio maana ikawasaidia na wakaanza kuinvest, wakaweka kwenye mabenki fedha na nini na vitu kama hivyo. Nyinyi kwenu PBZ mnauzungumziaje hasa msimu wa korosho wa 24 25? Ukianza kuzungumzia msimu wa korosho, sisi PBZ ni wadau wakubwa katika wadau ambao wanashughulika na zao la korosho. Sisi tunadili na wafanyabiashara ambao wananunua korosho. Wafanyabiashara wanaonunua korosho wanahitaji huduma za kifedha, ikiwemo kubadilisha fedha za kigeni. Maanake tunavyotambua haya makampuni yanakuja na fedha za kigeni katika kununua korosho. Kwa PBZ tumekuwa wadau wakubwa katika kubadilisha fedha za kigeni, kuuza na kununua kupitia wafanyabiashara korosho, na biashara imekuwa nzuri zaidi kwa mwaka huu kutokana na uzalishaji kuwa mkubwa. Lakini pia kupitia vyama vyama vikuu, chama kikuu cha MAMCU na TANECU tumefanya nao kazi kwa kiasi kikubwa. Mwaka huu kama unavyojua, kulikuwa na mabadiliko ya namna ya ulipaji wa malipo ya korosho. Miaka ya nyuma tulikuwa tunaona AMCOS ndogo ndio zinafanya malipo kwa wakulima, lakini mwaka 2024-25 vyama vikuu ndio vimefanya malipo kwa wakulima. Kwa hiyo sisi tulishirikiana na vyama vikuu kuhakikisha fedha mkulima anaipata kwa wakati na kwa haraka zaidi na kwa gharama nafuu. Kwa hiyo PBZ tumeshiriki kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa fedha kwa haraka kwa wananchi, na sasa hivi ukiangalia takwimu, malalamiko kwa wakulima yamepungua. Fedha wanapata kwa wakati, lakini pia kwa gharama nafuu kupitia benki ya watu wa Zanzibar. Naam, sasa tukiwa tunaelekea ukingoni hapa, tunajua kwamba Mtwara utajiri wetu upo kwenye upande wa korosho. Tunawakaribisha wana Mtwara wawekeze kwenye Zanzibar Sukuk, waweze kupata faida ambayo ni ya uhakika, lakini pia utakuwa umechangia maendeleo ya nchi. Lingine na waomba wananchi kwa umoja kwa ujumla wake waitumie benki ya watu wa Zanzibar, wakulima na wafanyabiashara, wajasiriamali. Benki ya watu wa Zanzibar kuna fursa nyingi sana, na tupo kwa ajili ya kuonyesha fursa ya kuweza kufikia njia ya mafanikio kupitia benki ya watu wa Zanzibar. Waitumie vizuri, na tunaamini kwamba sisi ni sahihi katika suluhisho la huduma za kifedha. Naam, mtazamaji wa Mtwara Online TV, tumeweza kumsikia kaimu meneja hapa. Sisi tukushukuru sana kwa kuweza kushiriki kipindi hiki na tukutakie siku njema kwa namna moja ama nyingine. Asante sana, lakini pia ndugu mtangazaji, ndugu Kemkem, tunakukaribisha uwekeze kwenye Zanzibar Sukuk. Tunajua kupitia Mtwara Online TV mkaweza kuwekeza kwenye Zanzibar Sukuk, kuchangia maendeleo ya nchi, lakini pia mtapata faida ambayo ni halali kupitia Zanzibar Sukuk kila baada ya miezi 6. Amina. Mimi nitashiriki. Asante sana mtazamaji wa Mtwara Online TV. Huyu alikuwa ni kaimu meneja wa benki ya watu wa Zanzibar, na hiki ni kipindi cha Mtwara Yetu, kipindi ambacho kimebeba falsafa ya Mtwara na uwekezaji. Langu jina ni Mohamed Kemkem. Niwashukuru sana kwa kuweza kuwa pamoja nasi kwa wakati wote. Hakika hii ni Mtwara Online TV, habari kiganjani kwako.